naitwa Mwalimu Celestina Tembo, mwalimu mkuu wa shule ya msingi Kibena. Shule yetu ya Kibena ina muunganiko, ni shule mchanganyiko ya watoto wenye mahitaji maalum na watoto ambao hawana mahitaji maalum. Watoto wenye mahitaji maalum wapo 80, wakiwemo 76 wa bweni, 4 ni wa dei. Awali ya yote, siku ya leo tumetembelewa na ugeni wa Jeshi la Zimamoto. Tunawashukuru sana, lakini pia tunawakaribisha sana sana sana. Wamekuja kuwaona watoto wanaoishi bweni ambao ni wa mahitaji maalum. Sisi tunawashukuru kwa sababu wametuona na wamewaona watoto, wameona umuhimu wa kuja kuwaona, kwamba kuna umuhimu mkubwa sana wa kuwaona hawa watoto. Tunawashukuru kwa sababu wanatuunga mkono. Tunapoona hata vyombo vya ulinzi na usalama wanaungana na sisi, kwa kweli tunamshukuru Mungu sana, na pia wanatutia moyo sana kwamba kumbe wanatambua kuna jamii ambazo zina watoto wenye mahitaji maalum na wanahitaji kuonwa na kusaidiwa na kutiwa moyo ili watimize ndoto zao watoto wetu. Kwa hiyo mimi kama mwalimu mkuu ninawashukuru sana sana sana, na wameahidi kwamba wataendelea kututembelea, kutuona kwa kadiri walivyokuwa wanakuja kututembelea na kuona watoto wetu tulionao wana mahitaji ya aina gani. Na siku ya leo wametimiza ndoto yao kuja kututembelea, basi sisi tunawashukuru sana. Tunashukuru mno, na tutafikisha salamu kwa viongozi wetu ngazi ya serikali ya mtaa, lakini pia kamati ya shule na ngazi ya elimu. Wote tutawajulisha kwamba leo tulikuwa na ugeni wa Jeshi la Zimamoto ambao wamekuja kuona watoto. Walikuwa katika wiki yao ya maadhimisho ya Zimamoto. Kwa hiyo waliona wafanye maadhimisho haya kutembelea watoto wetu. Sisi tunashukuru sana. Asante. Kwa majina naitwa Joel Mwakanyasa, mrakibu msaidizi wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, kaimu kamanda Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Njombe. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Njombe leo limefika kituo cha Kibena cha watoto wa mahitaji maalum kwa ajili ya kuwaona, lakini pia kukamilisha shamla za wiki ya Zimamoto. Wiki ya Zimamoto ambayo imeanza tokea tarehe 28 na hitimisho lake litakuwa ni tarehe 4 siku ya Jumapili ya mwezi huu wa 5. Hivyo basi nipende kuchukua nafasi hii kwamba Jeshi la Zimamoto nitoe taarifa kwamba tumefika hapa. Lengo la kufika hapa Jeshi la Zimamoto ilikuwa ni kutoa kile tulichojaliwa kama maafisa na askari wa Jeshi la Zimamoto mkoa wa Njombe. Hivyo tumefika mahala hapa kuwaona watoto hao wenye mahitaji maalum, kutoa yale mahitaji yetu kwa kile ambacho tulijaliwa na Mwenyezi Mungu, lakini sio kwa kukizi haja zao, kwa sababu tumeziona wana changamoto nyingi, lakini na sisi tumetoa kwa kadiri Mungu alivyotujalia. Hivyo napenda ni washukuru sana askari wangu kwa kuonyesha moyo wa kushiriki vizuri. Wengi wamekubali, wameitikia mwito na tumelifanya jambo hili vizuri kabisa. Lakini pia napende kusema tu kwa wadau wengine wanaweza wakafika hapa kuwasaidia hao watoto. Nimeona watoto wa jinsi walivyo na mahitaji yao ni mengi, sio haya tulioleta sisi. Mahitaji yao ni mengi na ni makubwa. Kwa hiyo tunahitaji tuisaidie, ni jamii yetu na ni vijana wetu na ni watoto wetu. Ningeomba na wadau wengine wanapopata wasaa wa kufika eneo hili wafike. Inawezekana kuna mwingine hajui mahitaji maalum, watu wanaohitaji mahitaji maalum ni watu wa aina gani. Lakini ukifika ukiona hali za watoto, ni wa watoto wetu ambao tumewazaa sisi wenyewe huko. Wengine watoto hana baba, hana mama, lakini ndio hivyo anahitaji kusaidiwa, lakini pia amepata hichi labda tunaita nini? Amepata ulemavu wa kudumu, ambao ulemavu wa kudumu anahitaji kusaidiwa. Ndio maana anahitaji watoto wenye mahitaji maalum. Serikali inapambana kuwasaidia watoto, lakini sisi jamii kama jamii tunapopata wasaa kuwasaidia tuweze kuisupport serikali kama walivyofika maafisa wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kuwasaidia hao watoto. Nashukuru sana. Watu Yesu Kristo, punga mkono namna ipapate ulipo. Asante. Naamini ya kwamba kila mmoja ana amani hapo alipo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Lakini pia nipende kulishukuru Jeshi la Zimamoto kwa maisha 114 kwa kufika mahala hapa siku hii ya leo, na sisi pia tunajisikia amani. Naamini akaongezea maisha zaidi na zaidi. Lakini pia kabla ya yote nipende kusema kwamba kwanza msikate tamaa kuendelea na kazi ambayo mnaifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ina maana mnaokoa maisha ya sisi wanadamu wenzenu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Basi kwa unyenyekevu mkubwa mbele za Bwana wetu Yesu Kristo, tutafunika macho yetu tuombe.
Asante Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni uliyejaa na rehema, Mfalme amani ukatia mahali pa juu palipoinuka sana. Ninakutukuza Mungu wetu wa mbinguni, jina lako limetiwa, jina lako litukuzwe Baba. Baba mtakatifu mwingi wa rehema, tunakutukuza hata kwa ajili ya mahali hapa. Tunakutukuza hata kwa ajili ya wageni wetu ambao wamefika tena katika anga hili. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Bwana Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, Bwana wa majeshi, ambao umeweka walinzi wa maisha yetu, ambao Mungu umewainua juu ya maisha yetu leo. Kwa mamlaka ya jina lako Yesu Kristo, ninaomba Mungu jeshi la zimamoto kwa maisha 114. Ninaomba Bwana ukaendelee kujaza jeshi hili. Roho wako Mtakatifu akaendelea kutamalaki juu ya maisha yao, akaendelea kutamalaki juu ya kila kazi ambayo wanaendelea kuifanya, wakaendelea kuitamalaki juu ya hata ya maisha yao. Kwa mamlaka ya jina lako Yesu Kristo, tazama Mungu wa majeshi unaweza. Tazama Mungu wa majeshi wastahili sifa. Sifa na utukufu ni zako Mungu wetu. Kwa mamlaka ya jina lako Yesu Kristo, tazama Mungu wa mbinguni unaweza, unaponya wastahili sifa. Kwa mamlaka ya jina lako Yesu Kristo, nikiomba na kuamini, na kila mwenye pumzi na akaseme amen. Mungu akuinue ndugu wangu.